Na Wakenya walitumia pesa zaidi kununua sukari, unga wa mfuko, nyanya na sukuma wiki mwezi Disemba mwaka uliopita, kulingana na takwimu mpya kutoka kwa shirika la kitaifa la takwimu. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa gharama ya maisha ilipanda hadi 4.5% mwezi Disemba mwaka uliopita ikilinganishwa na 3% mwezi Disemba mwaka 2024. Alan Aoko na maelezo zaidi. Shirika la kitaifa la takwimu KNBS limesema nyongeza hizo za bei zilisababishwa na nyongeza za bei za bidhaa za chakula na visivyokuwa vileo zilizoongezeka kwa 7.8%, nauli kwa 5.5% na nyumba, maji, umeme, gesi na mafuta mengine kwa 1.6% katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Takwimu za shirika la KNBS zinaonyesha gharama ya maisha imepanda tangu mwezi Disemba mwaka 2024 ilipokuwa 3%, ambapo ilipungua tu mwezi Mei na Novemba. Shirika hilo lilifanya uchunguzi mijini na mashambani wiki ya pili na ya tatu ya mwezi Disemba ili kuthibitisha bei za bidhaa. Lilibainisha kwamba wakati wa kipindi hicho bei za bidhaa nyingi zilipanda isipokuwa kodi, maji na kawi ambazo zilipungua kwa kiwango kidogo, huku elimu, bima na huduma za kifedha zikisalia zilivyokuwa. Kulingana na ripoti ya shirika hilo, bei ya kawi ilipungua kwa 2.8% na 2.6% kati ya mwezi Novemba na Disemba. Hata hivyo, bei ya gesi ya kupikia iliongezeka kwa 0.4% wakati wa kipindi hicho. Bei za vyakula zilibadilika, huku bei za sukuma wiki, unga wa mahindi na viazi zikiongezeka. Bei za sukari, mafuta ya kupikia na maembe zilipungua. Kilo moja ya mahindi iliongezeka kutoka shilingi 68.08 hadi shilingi 69.39. Nauli za mabasi na matatu zilipanda kwa 5.3%.